Tazama tuko hapa mbele yako, tazama tuko na mama yetu, tunaomba huruma yako, umhurumie huyo mama, msamehe makosa yake, umweke pamoja na watakatifu wako huko. Tunaomba yako njia Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Tukufu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, sasa na siku zote na milele. Amina. Maria marehemu Agnes Rehema kwa Mungu, pumzike kwa amani. Amina. Milele umpe Bwana, na mwanga milele umwangazie, pumzike kwa amani. Amin. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Tukufu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, sasa na siku zote na milele. Amina. Marehemu Agnes Rehema kwa Mungu, pumzike kwa amani. Amina. Milele umpe Bwana, na mwanga milele umwangazie, pumzike kwa amani. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Tukufu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo, sasa na siku zote na milele. Amina. Marehemu Agnes Rehema kwa Mungu, pumzike kwa amani. Amina. Milele umpe Bwana, mwanga milele umwangazie, pumzike kwa amani. Amin. Roho za marehemu wote wakapate na mwisho wapate rehema kwa Mungu, pumzike kwa amani. Amina. Milele uwape Bwana, na mwanga milele umwangazie, pumzike kwa amani. Amin.
safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Oh, oh, bye rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Kumkosea Mungu, kusema kutenda sawa, aliyetoa ndo ametwaa, ninashukuru. Ila nitasikitika masikitiko makuu, sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, nitalia kwa nguvu, ina afadhali kuondoa uchungu. Ila japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Tena tena tena, ninajua tutaonana. Nenda rafiki, ukijua tunakupenda. Nenda rafiki, hatutaki kuagana. Nenda rafiki, wewe mtu wa maana. Oh rafiki, rafiki, rafiki. Na mama yetu mpendwa Agnes anapojongea nyumbani kwake alipokuwa anaishi. Naomba twende taratibu. Kwa mwili wa mpendwa wetu. Haleluya. Lango liko wazi. Kwa ajili yako. Lango ni Yesu. Kombozi. Come on. Liko lango moja wazi, ni
lango la mbinguni, na wote waingiao watapata nafasi. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni ni wazi. Yesu ndiye lango hili, hata sasa ni wazi. Oh, kwa wakubwa na wadogo, tajiri na masikini. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango la mbinguni ni wazi. Hili ni lango la raha. Oh my God, ni lango la rehema. Jesus, kila mtu apita hana majonzi tena. Jesus, lango Yesu mafupi ambayo MC aliyosema. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakao lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote,
na Yesu mzao wa tumbo lako alibarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, kama mwanzo sasa na siku zote na milele. Amina. Tuwasifu milele Yesu, Maria na Yosefu. Yesu, tusamehe dhambi zetu. Tunakimbilia ulinzi wako mzazi mtakatifu wa Mungu, usituokoe kwa pesa zetu, utuokoe tukipata harini, Bikira mtukufu mwenye baraka. Amina. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante MC. Asante kwa sala hiyo. Za mwisho kuagana na mpendo wao hapa ndani na kuomboleza kwa Kristo sio kama taifa. Kuomboleza kwa Kristo ni kwa njia ya nyimbo, neno la Mungu pamoja na sala. Basi kwa muda huu tuendelea kumsifu Mungu kwa nyimbo kadha wa kadha. Tukaribishe mtumishi wa Mungu kuendelea na nyimbo kadha wa kadha kwa ajili ya faraja kwa familia kuweza kuondokewa na mpendo wao na mama yao mpendo. Basi karibu kwa nyimbo kadha wa kadha kwa namna hii. Kuomboleza kwa Kristo sio kama taifa. Kuomboleza kwa Kristo ni kwa njia ya nyimbo, neno la Mungu pamoja na sala. Niwakaribishe kutoa heshima za mwisho kuongeana na mpendo wetu katika hali ya mwili pamoja na ukoo waparite wote. Tafadhali kuweza kutoa heshima za mwisho kuongeana na mpendo wetu hapo ndani. Jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umebarikiwa, Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Na sadiki kwa Mwenyezi Mungu wa mbingu na dunia na kwa Yesu pekee Bwana wetu aliyetunga kwa uwezo wa Roho Mtakatifu akazaliwa na Bikira Maria, akateswa zamani za Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu. Siku ya tatu akafufuka katika wafu, akapaa mbinguni. Amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi, toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Kanisa Takatifu Katoliki, ushirika wa takatifu, maondoleo ya dhambi, ufufuko wa miili na uzima wa milele ijayo. Amina. Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, roho na umungu wa mwanao mpenzi sana, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa kulipia dhambi zetu na dhambi za dunia nzima. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo, wana familia kuweza kutoa heshima za mwisho hapa ndani na hapa mbele kipo chombo cha sadaka kama na dhambi kwa familia. Nami nikombe kwa moyo mkunjufu unapofika basi kutoa heshima za mwisho kuogeana na mpendo wetu katika hali ya mwili kuweza kuitoa sadaka hiyo. Niwakaribishe wanaukoo wa Kwarite kwa ajili ya kutoa heshima za mwisho kuogeana na mpendo wetu katika hali ya mwili hapa ndani, na pale baadaye basi nitawakaribisha waheshimiwa waombolezaji wote kwa ajili ya kuogeana na mpendo wetu katika hali nzima.
Roho ya marehemu Agnes ipate rehema kwa Mungu, ipumzike kwa amani. Ya Kinariti tafadhali katika kutoa heshima za mwisho kuagiana na mpendwa wetu katika hali ya mwili, na hapo mbele kipo chombo cha sadaka kama ishara ya rambirambi kwa familia. Nami nikombe kwa moyo mkunjufu unapofika basi kuweza kuitoa sadaka hiyo. Niombe jamaa wa Kinariti, ukoo wa Kwariti, tafadhali niwakaribishe kuweza kutoa heshima za mwisho kuagiana na mpendwa wetu katika hali kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo sisi na duniani. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo tuhurumie sisi na duniani. Kwa ajili ya mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo utuhurumie sisi na dunia nzima. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi ni wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amen. Roho ya marehemu Agnes ipate rehema kwa Mungu, ipumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Roho za marehemu wa Kwarite na Munishi wapate rehema kwa Mungu, wapumzike kwa amani. Amina. Raha ya milele wape Bwana, mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani. Kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini letu ni kwa Bwana. Kwa maana ana uwezo wa milele. Tutamsifu Bwana siku zote, kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. tumaini letu ni kwa Bwana, kwa maana ana uwezo wa milele. Yeye ndiye aliyetuumba, kwa maana ana uwezo wa milele. Tumaini letu ni kwa Bwana, ana uwezo wa milele. Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tukiendelea kukaribisha ndugu waheshimiwa waombolezaji kuweza kufika pale ndani na kuweza kutoa heshima za mwisho kuagana na mpendwa wetu katika hali ya mwili, na pale mbele kipo chombo cha sadaka kama ishara ya rambirambi kwa familia. Nikombe kwa moyo mkunjufu unapofika kuweza kuitoa sadaka hiyo. Tuna dakika 3 kanisa takatifu kuanza. Nikombe tu ambao unaingia moja kwa moja tafika pale ndani kuweza kutoa heshima za mwisho kuagana na mpendwa katika hali ya mwili.
Niwakaribishe wimbo mwingine, watumishi wa Mungu, karibuni. Wakaribishe lango lililopana moja kwa moja kuingia pale ndani kuweza kutoa heshima za mwisho kuagana na mpendo wetu mama katika hali ya mwili, na unapoingia tu hapo mlangoni kipo chombo cha sadaka kama ishara ya rambirambi kwa familia. Nami nikuombe kwa moyo mkunjufu unapofika basi kuweza kuitoa sadaka hiyo. Cha sadaka kama ishara ya rambirambi, nami nikombe kwa moyo mkunjufu unapofika basi kuweza kuitoa sadaka hiyo. Mama yetu tunakuombea pumziko la milele, upate rehema, pumzika kwa amani. Mungu Baba alitoa pia ametwaa, pumzika kwa amani huko mbinguni. Huko mbinguni. Mama yetu tunakuombea pumziko la milele, upate rehema, pumzika kwa amani. Mama yetu tunakuombea pumziko la milele, upate rehema, pumzika kwa amani. Tunakaribia kuanza ibada ya mazishi. Nadhani wengi washaelekezwa mambo kwamba mwenye simu za mkononi mzime, lakini pia kusiwepo na mazungumzo wala kupitapita bila utaratibu. Na kama unajisikia kwamba wewe huwezi kukaa kwenye mazingira ya ibada bila kuzungumza, na kushauri kutoke mahali hapo. Jamaa mliopo hapa, naomba sana tushirikiane kumwombea ndugu yetu aliyeaga dunia apate kusamehewa na kuondolewa dhambi zake. Mungu ampokee kwake mbinguni, aweze kufurahi pamoja na malaika na watakatifu na jamaa zake waliomtangulia. Nasi tutakapoaga dunia tumkute huko mbinguni. Uisikie sauti yangu.
Tuombe sasa Mungu atutie nguvu ya kupokea msiba huu kwa imani kuu. Bwana wetu Yesu Kristo, uliotuonyesha njia endayo kwa Baba yetu wa mbinguni, Bwana uturumie. Bwana wetu Yesu Kristo, ulioleta uzima duniani kwa kifo chako, Kristo uturumie. Bwana wetu Yesu Kristo, uliotayarisha makao yetu mapya ya nyumba katika nyumba ya Baba, Bwana uturumie. So, Bwana usikilize sala zetu. Tunakuomba sana huruma yako kwa ajili ya mtumishi wako Agnes. Tunakuomba pia watazame mtumishi wako wanaomboleza, wape nguvu za kupitia msiba huu kwa imani. Utujalie sisi sote tuliokutanika hapa tukutane siku moja na ndugu zetu mahali ambapo machozi yetu hufutwa. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Baba yetu Uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe sisi waliokosea, usitutie katika kishawishi, bali utuokoe. Bwana awe nanyi. Tuombe. Bwana usikilize sala zetu. Tunakuomba sana huruma yako ili marehemu mtumishi wako Agnes uliyemhumisha hapa duniani umweke katika amani na mwanga pamoja na utakatifu wako. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Raha milele umpe Bwana. Hapo msiku kwa amani. Tusaidiane kubeba jeneza ambalo limesheheni mwili wa mpendwa wetu na mama yetu mpendwa. Na niombe wewe ambao umekaa, tafadhali naomba usimame kwa heshima. Mwili wa mpendwa wetu na mama yetu mpendwa unapojengeishwa hapo mbele, tafadhali. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, tunakiri kwa imani kwamba mwanao alikufa apate furaha ya kufuka kwa njia yake. Anaishi na kutawala naye katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen.
sura ya 3 aya ya 1 hadi ya 4. Basi ikiwa mmefufuka pamoja na Kristo, panieni mambo ya juu, kule Kristo aliko ameketi upande wa kulia wa Mungu. Muwe na hamu ya mambo ya huko juu na sio mambo ya hapa duniani. Maana nyinyi mmekufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Uhai wenu halisi ni Kristo, na wakati atakapotokea ndipo nanyi pia mtakapotokea pamoja naye katika utukufu. Neno la Bwana.
awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Sura ya 23 aya ya 39 hadi ya 43. Mmoja wa wale wahalifu waliotundikwa msalabani akamtukana akisema, je, si kweli kwamba wewe ndio Kristo? Basi jiokoe mwenyewe, utuokoe na sisi pia. Lakini yule mhalifu mwingine akamkemea mwenzake akisema, wewe mwogopi Mungu hata kidogo? Umepata adhabu hiyo hiyo. Wewe na mimi tunastahili, maana haya ni malipo ya yale tuliyotenda. Lakini mtu huyo hakufanya chochote kibaya. Kisha akasema, Yesu, unikumbuke wakati utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamjibu, nakwambia hakika leo utakuwa pamoja nami peponi. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Tuko hapa kumsikiliza dada yetu Agnes ambaye amemaliza safari yake ya maisha hapa duniani na ameanza safari ya maisha ya milele. Mungu alimpa maisha hayo na amemaliza, na tunamwombea ili katika kile alichokuwa na kitafuta, yaani ufalme wa mbinguni, aweze kutakaswa kama alitoka hapa duniani akiwa na madoa madogo, dosari ndogo ambazo Yohane katika barua yake ya kwanza sura ya 5 16 17 anasema dhambi isiyo mauti, au katika habari njema anasema dhambi isiyompeleka mtu kwenye kifo. Basi ndicho tunachomwombea, Mungu amtakase kutokana na dhambi yote endapo alifanya isiyompeleka kwenye kifo, tukiamini kabisa alijitahidi kuepukana na dhambi. Na pia alipokuwa huko Arusha akipata matibabu, basi alipata huduma, maana kuna taarifa zilizoletewa kwamba anahitaji athibitishwe kwamba ni muumini. Basi alipata. Mama huyu nilimfahamu tangu nikiwa pale kijana hapa, na nilimjua ni kwamba ni mtu asiyependa kutengana na mumewe. Daima alikuwa pamoja tangu nikiwa pale kijana, kabla mume wake hajapofuka macho. Walikuwa wanatembea pamoja, wanaketi pamoja, kama chakula na kula pamoja, kinywaji na kula pamoja. Wakati huo wakati nikiwa kama wakili paroko, niliporudi kama paroko nikakuta mambo ni vingine, lakini hakuna kutengana. Sawa. Baba amepofuka macho, lakini mama anamsaidia, anashika fimbo, wanaandamana pamoja. Basi unaweza kuona hajalisi walivyokuwa wanapendana. Ingekuwa wakati ule ni usanii, baada ya mume kupofuka, mke angemwacha, angemtelekeza, lakini hakupenda kumtelekeza. Kila wakati wanaandamana pamoja. Na hiyo ni fadhila kubwa sana. Wanandoa mjifunze. Basi ni fadhila pekee waliokuwa na hao wawili, Agnes na Elias. Na hawajapita muda mrefu tangu mume wake alipofariki. Hawajapita muda mrefu. Hiyo ndivyo
watu wanasema kama watu wanapendana sana huwa wachana kwa muda mrefu. Mmoja kitangulia na mwingine ana ni kweli ni Mungu sijui, lakini basi tuchukulie hivyo. Basi tunamsindikiza kwa sala zetu na tunatoa pole kwa familia iliyobaki, watoto, wajukuu. Tunatoa pole sana kwenu. Najua unapenda kuondokewa na mama yenu, bibi yenu, lakini basi Mungu ameshaamua, hakuna mjadala, hakuna mjadala. Maana ni kuendelea kumwombea. Naomba mwepukani na mayowe sana. Epukani na mayowe. Mayowe hatasaidia kitu. Mayowe yatakufanya shindwe kusali, lakini pia yanatuzuia na sisi wenyewe tushindwe kusali vizuri. Yaani wewe mwenyewe utashindwa kumwombea na utatufanya sisi wengine tushindwe kumwombea. Kwa hiyo tuwe na moyo mkuu. Tuwe na moyo mkuu kabisa. Na vile vile bila shaka pamoja na maisha ya upendo aliyokuwa naishi katika uzee wao na pale walikuwa wanahitaji msaada. Sasa uliowasaidia Elias katika nyakati alizokuwa anaishi hapa duniani akiwa anaongozwa na mke wake. Agnes mwenyewe baada ya kubahatika na mjane alikuwa anahitaji pia msaada. Ulimsaidia, umefanya hilo jema, na leo umekuja kukamilisha ule upendo ulioonyesha kabla hajafariki. Hayo ni mambo muhimu sana. Mambo muhimu ndio tusaidie mwenzako akingali. Tusaidie tukingali hai. Yote katika yanayokuwezesha uishi hapa duniani, lakini pia yale yanayomwezesha mtu pia yanayomwezesha mtu kujiandaa kwa safari ya uzima leo. Namshukuru sana huyu binti aliyehangaika, wala sijui ni nani. Mimi mtu alinipigia simu tu akaniambia mama anahitaji huduma, yuko huko anahitaji huduma za kiroho, lakini pale ameniambia lazima apate uthibitisho. Basi mawasiliano upate nzuri, pamoja na kwamba kulikuwa kuna ugumu. Nilipomtafuta vipande sikumpata, nikapeleka message. Kwa vile sikupata tena simu ya kuniambia bado pale hajapatikana, na mimi nilipata huduma. Kwa hiyo maana baada ya ndio nilikuwa na shughuli nyingine ya kufanya kama hii. Basi tunamshukuru Mungu kwamba wewe mtoto ulihangaika kwa ajili ya mama yako kuhakikisha kwamba mama yako anapata huduma. Kwa maana nimesema kwamba kwanza ulihakikisha kwamba yuko karibu nawe ili apate matibabu. Ulijitahidi mama endelee kuishi, lakini basi ndivyo. Lakini zaidi kule kuhakikisha kwamba anapata huduma ni jambo jema sana. Na tunapaswa kwa hivyo. Tunapaswa kwa hivyo. Ndugu zangu wote tunaishi hapa duniani. Tumeumbwa hapa duniani. Tumeumbwa na Mungu na akatuweka hapa duniani. Na moja kati ya sababu kuu ya kutuweka ili tumtumikie. Ndio. Tumtumikie. Ni Mungu wetu, ndiye anayetudumisha hapa duniani. Na hatuwezi kuishi hivi, lazima tufanye utumishi. Na utumishi kwake ni jambo rahisi tu. Sala zetu, kushika amri zake. Hivyo, sala zetu, asubuhi ukiamka, hakikisha unasali kumshukuru Mungu kwa kuwezesha ukawepo siku hiyo. Na jioni hakikisha unasali kabla ya kulala, kwa sababu una uhakika kwamba kesho yake utakuwepo. Tushike amri zake zile zinazomhusu yeye kama yeye, kwa sababu hafananishi. Tumesikia Paulo akituambia tukiwa tumefufuliwa pamoja na Kristo,
na tuone yaliyo ya juu, tuwaze yaliyo ya juu. Maanake tumtafute Mungu daima na sio ya hapa duniani. Ya hapa duniani tunayotumia ili tupate nguvu za kumtumikia huyo aliye juu, huyo muumba wetu. Na tunapotafuta hapa duniani, tutafute kama Mungu anavyotaka. Ndio, kama ni kulima lima, kama unafuga fuga, umeajiriwa fanya kazi yako kwa uaminifu. Lakini Mungu anatuambia tu hivi, yule amekataza, yule amenini, ndio. Lakini pia Mungu anatukataza tusilitaje jina lake bure. Jiulize, ni mara ngapi umeshataja bure jina la Mungu wako? Kila wakati. Ndio. Ile Injili ya Jumapili, usiape wala kwa kichwa chako, wala kwa mbingu sio. Mara ngapi unapojitetea unanyosha mkono, mwanake. Alafu najitetea, njifue no. Utakiwa ufanye. Utakiwa ufanye. Ndio. Licha kuleta jina lake, lakini pia kuna mambo mengine tunakataza. Tunayafanya tunaona ni ya kawaida, si ya kawaida. Hiyo tuone kabisa. Fanya kitakatifu siku yake. Lakini hilo tuone kwamba hilo ni amri, lakini hiyo amri pamoja ni amri. Ndio maana kuna umuhimu wa kusali hizo siku nyingine, kuonyesha hata kusinge kuweko na amri ya kufanya kitakatifu siku ya Mungu, bado una upendo kwa Mungu, sio? Upendo wako kwa Mungu ni kamili. Nyingine zizo maji basi ni ile uhusiano kati yetu na Mungu kupitia jirani yako. Wazazi wako heshimu, wasaidie, heshimu wakubwa zako. Ndio. Usimuingize mtu katika dhambi, uzinzi huo. Mnadai nakupenda sana kuliko chochote, kumbe mnatafutana katika dhambi. Usi upendo. Usibe, tunasumbuliwa sana. Waheshimiwa ambao hapa tulipopeleka kwenye maombi, Mungu akasema hivi, nitakuja kwa wakati. Lakini wengine akaamini Mungu hatakuja kwa wakati aliopanga. Wakati aliopanga ulipofika, tuliona yaliyotokea ausi. Watu walililia Mungu, na Mungu kwa wakati wake akafanya kazi yake. Sasa si leo nyinyi wengine kama bado mnaendelea, basi ukiendelea, wakati wako ukifika pia mambo yatakukuta pia. Lakini hatukuombea, tunakuombea ubadilike. Useme uongo. Sema. Tamaa mwanamke na tamaa ya mali za watu ambazo ndio inakuongoza uibe. Hayo yote tuepuke. Tukiepuka hayo, basi tutakuwa tumeachana na haya ya chini. Nimesema kitu. Mungu mbadala kweli. Kwenda kwa mganga na matambiko. Matambiko. Kwenda kwa mganga. Na mpaka leo kuna watu ambao katika chuki, tena chuki kubwa sana, kwa sababu ameenda kwa mganga akaambiwa fulani ndiye aliyekufanyia hivi, fulani ndiye aliyemuua mtu fulani, fulani ndiye aliyefanya hivi. Na sasa hivi kuna watu ambao wako katika hali ya chuki. Na unasema sitapatana naye mpaka tutakapofika mbele ya hamna kitu hicho. Uendi mbinguni. Wewe mwenye chuki na jirani yako, uendi mbinguni. Naomba nikwambia kabisa, uendi.
patana na ndugu yako, uishi na amani kwake. Kama nataka kutendea haya, wewe mkabidhi kwa Mungu, kwisha. Achana na kinyongo, hakitakusaidia chochote. Yohane Mtume katika barua yake ya kwanza sura 3 aya 15 anasema, amchukie ndugu yake ni muuaji, na hakuna muuaji yoyote mwenye uzima wa Mungu ndani yake. Sasa wewe vipi sasa? Huna uzima wa Mungu. Maana yake wewe ni kwa Mungu. Kama huna uzima wa Mungu na kifo, maana yake safari yako ni kwenda kwenye jehanamu, moto milele. Alafu nasema eti mpaka utakapofika mbele ya Mungu na wakati unaelekea kwa shetani. Tuchenge maisha yetu. Ndugu zangu, tuishi katika hali ya hofu ya Mungu, dhamiri zetu ziwe hai. Dhamiri zikiwa hai, hata unapoingia kwenye dhambi, ndio unasikia kilio moyoni kwamba ulichofanya si kizuri, na ukishasikia kilio hicho, badilika mara moja, fanya toba. Na kwa Mkatoliki ukamilishe toba yako kwa sakramenti ya kitubio, sakramenti Yesu aliyoweka askofu wake. Alikwambia twende kwa Roho Mtakatifu, wote mtapatia dhambi, wameondolewa, wote mtakafungia dhambi, wamefungiwa. Injili ya Yohane sura 20:22. Usingoje dakika mwisho. Hiyo dakika mwisho unajua? Somo la Injili nilosoma wengi sana wanaliona ni jambo rahisi. Tumeona aliposulubiwa, walisulubishwa wengine kando yake, kushoto na kulia kwake. Yule mmoja akamtukana, akamwambia, sasa kama ni mwana wa Mungu, basi niokoe nafsi yako, tuokoe na sisi. Yule mwingine akamkemea, akamwambia, wewe umuogopi? Huna hofu ya Mungu? Sisi hapa tumesulubishwa kwa sababu ni haki yetu kuendana na makosa tuliyofanya, lakini yeye hakufanya kosa hivi. Alijulia kwamba Yesu hakufanya kosa. Ina maana alishasikia habari za Yesu, pengine alishapita akamsikia, lakini basi bado kiroho kikabaki kinamuuma. Lakini lini nitabadilika, lini anapambana. Ndio. Lakini pia alijua kwamba kuna kitu ndani yake cha wokovu. Ndio maana alimwambia, Yesu, naomba nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Ndio. Kwa hiyo alijua kwamba kuna ufalme mbinguni na Kristo amekuja ili atuwezeshe kuingia katika ufalme wa mbinguni. Akaona sasa fursa ndio hii hapa. Sawa? Akaitumia. Na Yesu akamwambia, leo tutakutana mahali pema peponi au paradiso. Kwa sababu gani alisema hivyo? Bado alikuwa anasubiri kufa, lakini pia kubakia pale katika mazingira ya kiroho ambako wale waliokuwa na matarajio ya wokovu walikuwepo, na alipofuka akamchukua mbinguni. Akakamilisha kazi yake ya wokovu. Sasa unachosubiri nini? Unasubiri vipi? Unasubiri muda gani ufike? Kristo anazungumza nawe sasa. Unahakika kwamba mwisho utapata nafasi kama huyo aliyekuwa mwisi. Simuite tena mwisi. Sawa? Maana baada ya kuahidiwa mbingu na mwezi umefika, sio? Ndio. Kwa hiyo basi muda ni huo. Na kesho tunaanza kipindi cha Kwaresma. Somo la pili ni muhimu sana. Sikiliza kwa makini. Wewe utafuatilia nini? Somo la pili, yaani linatutaka kupatana na Mungu. Natoka katika barua ya pili ya Paulo mtume kwa Korintho, kupatana na Mungu. Na anapofikia sura 6 aya 2 anasema, tazama wakati uliokubalika ni sasa. Tazama saa wokovu ni hiyo. Saa nyingine unayosubiri ni ipi? Ndugu zangu, tubadilike. Tunapoona mazingira kama haya yanatudai tubadilike, ili utakapotoka hapa duniani basi ustahili kupokea ufalme, kupokelewa katika ufalme wa mbinguni. Basi
tuendelee kumwombea dada yetu katika Kristo Agnes, wengine mtamwita mama, wengine bibi na wakati tunapomwombea nasi tujiandae kwenda katika safari ya ufalme wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Apumzike kwa amani. Tusimame. Ndugu wapendwa, tumwendee Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alikufa kwa ajili yetu na ambaye Mungu Baba alifufua katika wafu. Tumwombee marehemu wetu Agnes tunayemsindikiza katika safari yake ya mwisho na kumlaza kaburini. Tuitike tuombe usikie. Mtakase na madoa yote ya dhambi na kumpokea katika ufalme wako wa mbinguni. Uyakamilishe ndani yake ulioanzisha katika ubatizo wake. Umtunze kwa mema yote aliyowatendea wenzake katika maisha yake duniani. Watulize na kuwafariji wote waliofiwa na wanaohuzunika kwa ajili ya marehemu wetu. Utupe moyo wa kujiandaa kila wakati kwa ajili ya kukutana nawe kwa njia ya kifo. Uwe hakimu mwenye huruma kwa marehemu wote na kuwarudishia tuzo kwa mema yao. Ee Bwana, wape marehemu wetu raha milele na mwanga milele, uangaze kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Naomba wale waamini wa Katoliki, Mungu neno kubariki na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake, pia kwa manufaa yetu sisi na baraka za Roho Mtakatifu. Ee Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii, tukiomba rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Agnes, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye mkombozi mwema, tunakusihi umjalie ili amfikie na kumuona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anaishi na kutawala milele na milele. Amen. Bwana awe naye. Kuleta wokovu, tukushukuru wewe daima na popote. Ee Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, ingawa tunastahili kufa, lakini unatuhurumia kwa neema yako kwamba tukisha kuangamizwa na mauti kwa sababu ya dhambi, tunakombolewa kwa njia ya ushindi wa Kristo na kuitwa tena pamoja naye kwenye uzima. Kwa hiyo sisi pamoja na nguvu za mbinguni tunakutukuza daima hapa duniani, tukisifu bila mwisho adhama yako kwa sauti kuu. Utukufu
takatifu na chemchemi ya takatifu wote. Tunakuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho yako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo, baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuo wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo, ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuo wake mwanao, tunakutolea mkate uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Leo tunakuomba kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo, tukusanye na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu Ludoviki Joseph Mile na klero wote. Umkumbuke mtumishi wako Agnes uliyemwita kwako kutoka dunia hii, ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uturumie sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake wa Bikira, mtume mwenye heri na watakatifu wote waliokuja tangu kale, tustahili kushiriki uzima milele na kusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, usamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliambia mitume wako, amani achieni, amani yangu nawapa, msisitazame dhambi zetu na tumaini la kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama alivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amina. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Mwana-Kondoo
wa Mungu, tazama ndoa ya dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili kuja kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Ee Bwana, nuru ya milele iwaangazie wao pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe u mwenye huruma. Ee Bwana, uwajalie raha ya milele na nuru ya milele iwaangazie pamoja na watakatifu wako milele, kwa kuwa wewe u mwenye huruma. Lakini sema neno moja na roho yangu Bwana itapona. Sema neno moja na roho yangu itapona. Sema neno moja na roho yangu Bwana itapona. Sema neno. Bwana, sistahili uje kwangu, lakini sema neno. Sema neno moja na roho yangu Bwana itapona. Sema neno moja na roho yangu itapona. Sema neno moja na roho yangu Bwana itapona. Sema neno moja na roho yangu itapona. Ninakutamani sana we Yesu wangu, Mwokozi wangu, lakini sema neno moja na roho yangu itapona. Bwana, sistahili uje kwangu, lakini sema neno. Bwana, sistahili uje kwangu, lakini sema neno. Sema neno moja na roho yangu Bwana itapona. Sema neno moja na roho yangu itapona. Sema neno moja na roho yangu Bwana itapona. Sema neno moja na roho yangu itapona. Natamani sana Bwana ukae ndani ya moyo wangu, lakini sema neno moja na roho yangu itapona. Bwana, sistahili uje kwangu, lakini sema neno. Bwana, sistahili. Bwana, nuru ya milele wangu. Bwana Mungu, Bwana Mungu, mwanao ametuachia komunyo kwamba katika sakramenti ya mwili wake, kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia ndugu yetu Agnes afikie kwenye karamu ya milele ya Kristo, anaishi na kutawala milele na milele. Bwana awe nanyi. Abariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Yule aliandaliwa kusoma sifa marehemu afika hapa mbele usome, ndio tuendelee na Asirite. Leo tarehe 17 mwezi wa pili 2026. Kuzaliwa. Marehemu Agnes Elias Rite alizaliwa tarehe 1 mwezi wa 7 1945 katika kijiji cha Mlama. Huduma za kiroho. Marehemu Agnes Elias Rite alibatizwa katika parokia Mtakatifu Teresia Nairobi tarehe 15 mwezi wa 8 1945. Sakramenti.
Marehemu Agnes Elias alipata kominyo tarehe 7 mwezi wa pili 1955 katika parokia Mtakatifu Teresia Naruni. Marehemu Agnes Elias alipata kipaimara tarehe 11 mwezi wa 10 1955 katika kanisa la Mtakatifu Teresia Naruni. Elimu. Marehemu Agnes Elias Rite alipata elimu yake ya msingi mwaka 1954 hadi 1958. Ndoa. Marehemu Agnes Elias Rite alifunga ndoa takatifu na Bwana Elias Disan Rite tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 1960 na kubahatika kupata watoto 10, wakiwemo wa kiume 3 na wa kike 7, wajukuu 32 pamoja na vitukuu 25. Marehemu Agnes Elias Rite ameacha watoto 7, wa kiume 2 na wa kike 5, pamoja na wajukuu 32 na vitukuu 24. Kazi. Marehemu Agnes Elias Rite alijishughulisha na kilimo, ufugaji na ufinyanzi. Ugonjwa. Marehemu Agnes Elias Rite alikuwa akisumbuliwa na presha, kisukari. Alipata matibabu katika hospitali zifuatazo: hospitali ya wilaya Bomang'ombe, hospitali ya wilaya Leganga, hospitali ya rufaa Mount Meru Arusha. Wakati akiendelea na matibabu ndipo umauti ulipomkuta katika hospitali ya Mount Meru Arusha mnamo saa 7:20 mchana tarehe 11 mwezi wa pili 2026 akiwa na umri wa miaka 81. Pia marehemu alibahatika kupata huduma ya kiroho ambayo ni sakramenti ya kiroho na upako wa wagonjwa katika parokia Mtakatifu Joseph Mfanyakazi Nambala Arusha. Shukrani za dhati ziwaendee Baba Padre kwa kutuongozea ibada ya misa takatifu, mama na bibi yake Agnes Elias Rite pamoja na paroko ya Mtakatifu Joseph Mfanyakazi Nambala Arusha. Shukrani ziwaendee madaktari wote waliopambana kuokoa uhai wake, uhai wa mama yetu, bibi yetu Agnes Elias Rite. Shukrani ziwaendee ndugu jamaa na marafiki waliotoka mbali na karibu, pamoja na vijana walioandaa nyumba ya mama yetu Agnes Elias Rite. Raha milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amen. Leo tunamsindikiza ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya dunia na sasa amemwita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho. Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakaotukuka, na roho yake ingie katika raha milele. Tukuombe Bwana umpokee ndugu yetu katika uzima milele, na utawala wako apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu milele na milele. Sasa tupeleke ndugu yetu kaburini. Tutumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya.
kwa maana utaiti. Jumbe vijana nguvu kazi tafadhali. Mungu nimekuita, kwa maana utaiti. Vijana nguvu kazi, naomba tushirikiane sote kwa pamoja kuweza kubeba jeneza ambalo limeweza kusheheni mwili wa mpendwa wetu na mama yetu mpendwa. Vijana nguvu kazi tafadhali. Na wewe ambaye mwili wake utazikwa humu, roho yake ufurahi kwako mbinguni pamoja na watakatifu wako bila mwisho. Naomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Ndugu zangu, tumwombe kwa unyenyekevu Mungu Baba wa rehema kwa ajili ya ndugu zetu waliofariki. Mtike tunakuomba sisi. Tunakuomba sisi. Ewe Bwana, wasamehe kwa wema dhambi zao. Uzipokee kazi zao njema. Waombee wote wanaohuzunika kwa ajili ya kifo cha ndugu huyu. Bwana, watulize wote waliofiwa. Waambiane si wenyewe ambao tu wasafiri hapa duniani. Mungu atuimarishe na kutudumisha katika utumishi wake mtakatifu. Mungu Mwenyezi, kwa imani tunasadiki kifo na ufufuo wa mwanao. Tunaomba tujalie sisi na ndugu zetu marehemu tufuke katika furaha. Tunaomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Mwenyezi Mungu amependa kumwita ndugu yetu kutoka uzima. Tunamweka mwili wake udongoni ulikotoka. Kristo amefufuka kwanza kutoka wafu. Tunamkabidhi ndugu yetu kwa Bwana. Bwana ampokee katika amani yake na mwili wake afufuke siku ya mwisho. Naomba watu wanne waingie kaburini. Naomba mjitoe tu. Maana tukisema sijui nani. Wewe mwenye ingia tu basi. Kila mtu akae kwenye kona yake. Kwenye kona, tafadhali. Huku na kwenye kona yako. Katika maji ulibatizwa, Mungu akamilisha ndani mwako alianzisha katika ubatizo. Wewe ni mavumbi, utarudia kwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Mungu, siku zako hazina mwisho na rehema zako hazina idadi. Utukumbushe daima kwamba maisha hapa duniani ni mafupi na kwamba tutakufa lini. Roho wako Mtakatifu atuongoze katika utakatifu na haki siku zote za maisha yetu. Tufike salama katika ufalme wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Amen. Milele umpe Bwana. Hapo mziki kwa amani. Amen. Taratibu wa kuweka udongo si lazima wote, wale muhimu tu. Alafu baadaye muendelee na shule kufikia. Asante. Ufuatao utaratibu wa uwekaji udongo kwenye nyumba ya mpendwa wetu. Niombe watoto wa kiume wakiongozwa na Dennis pamoja na wenzi wao. Watoto wa kiume wakiongozwa na Dennis. Watoto wa kiume wote wakiongozwa na Dennis pamoja na wenzi wao. Watoto
wa kike wakiongozwa na Romana pamoja na walezi wao. Ndugu wa marehemu wakiongozwa na Filipina. Afuate mwenyekiti wa ukoo, mwenyekiti wa jumuiya, mwakilishi wa Samonge Arusha, mwakilishi Uswahilini Arusha, mwakilishi wa parokia ya Nambala Joyce, mwakilishi kutoka Bomang'ombe, mwenyekiti wa msafara kutoka Arusha, Evaristi Mbae, jirani mmoja kwa niaba ya majirani wote. Na huo ndo mwisho wa taratibu wa uwekaji udongo kwenye nyumba ya mpendwa wetu. Uandikwe ishara ya Bwana mkombozi wetu Yesu Kristo aliyekukomboa kwa ishara hii, wapumzike kwa amani. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, samehe makosa yetu kama tunavyowasamehe sisi waliokosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe,
wacho Yesu mzatu mwanangu wetu Maria mtakatifu mama tuombee sisi wakosefu sasa na saa kwetu. Watukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu kama mwanzo na sasa na milele. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya maisha uliompa dada yetu katika Kristo Agnes, na hatua kwanza ndio ya kutafuta wokovu kwa njia ya ubatizo, sakramenti nyingine, pamoja na mimi wewe aliyetenda kwako moja kwa moja na kwako kupitia jirani zake. Tunashukuru pia kwa nguvu ulizomjalia alipokuwa hapa duniani na akatumia nguvu hizo kutafuta wewe, lakini pia neema ya kujiandaa vizuri mpaka dakika mwisho. Tunaendelea kumwombea ili kama bado kuna madoa, basi kwa njia ya sala zetu endelee kumtakasa na umpokee katika ufalme wako mbinguni. Nasi tuliobaki hapa duniani tutambua kwamba wewe upo na upo kwenye kazi, wewe ndio milele yote, kuna mwanzo na mwisho, na tunapaswa kutoa hesabu ya kazi tunayofanya hapa kwa ajili ya kuishi kwako. Tujalie basi tutambue hayo na tubadilike, walio hofu wabadilike, walio wema waendelee kuwa wema zaidi, ndio sote tuwe katika safari moja ya kuja kwako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tunakuomba pia ubariki vipaji vyote vilivyoandaliwa siku ya leo, tuvitumie kwa ajili ya uenzi siku hii, lakini pia wasaidie wasafiri wote wa karibu na mbali, wasafiri salama na wafike kwao salama kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Wa marehemu wakiongozwa na Dennis pamoja na wenzi wao, na hao kwamba ni mtoto wa mama yetu mpendwa Dennis pamoja na wenzi wake. Wanaofuata ni watoto wa kike wakiongozwa na Romana pamoja na mwenzi wake. Wanaofuata ni ndugu wa marehemu wakiongozwa na Filipina, ndugu wa marehemu wakiongozwa na Filipina. Hao ni ndugu wa marehemu wa mpendwa wetu na mama yetu mpendwa Agnes. Sasa tumsaidie mama asogee mpaka pale. Hao ni ndugu wa marehemu wa mpendwa wetu na mama yetu mpendwa Agnes. Tulimpenda sana, lakini Mwenyezi Mungu aweza kumpenda zaidi, apumzike kwa amani. Anayefuata ni mwenyekiti wa ukoo, na huyo anayepamba nyumba ya mpendwa wetu na mama yetu mpendwa ni mwenyekiti wa ukoo. Niombe mwakilishi kutoka Samunge Arusha. Mwakilishi kutoka Samunge Arusha. Na huyu anayepamba nyumba kwa muda huu ni mwakilishi kutoka Samunge Arusha. Niombe mwakilishi kutoka Uswahilini Arusha. Mwenyekiti kutoka Uswahilini Arusha. Huyo anayepamba kwa sasa ni mwakilishi kutoka Uswahilini Arusha. Niombe mwakilishi kutoka parokia ya Nambala, mwakilishi Joyce Vincent. Mwakilishi kutoka parokia ya Nambala Arusha. Asante. Niombe mwakilishi kutoka Bomang'ombe. Mwakilishi kutoka Bomang'ombe. Asante. Niombe mwenyekiti wa msafara kutoka Arusha Evarist Mbowe. Mwakilishi wa msafara kutoka Arusha. Niombe tuchukua shada moja kwa kuipamba nyumba ya mpendwa wetu. Na huyo anayepamba nyumba kwa sasa ni mwakilishi wa msafara kutoka Arusha. Niombe jirani moja kwa niaba
ya majirani wote, jirani mmoja au baba nyumba kwa muda huu ni jirani. Niombe mwenyekiti wa jumuiya, mwenyekiti wa jumuiya, mwisho ndugu jamaa na marafiki, naomba tuweze kuchukua maua hayo kuweza kuipamba nyumba ya mpendwa wetu na mama yetu. Tulimpenda sana, lakini Mungu aweza kumpenda zaidi. Huo ndo mwisho wa utaratibu wa upambaji wa nyumba ya mpendwa wetu na mama yetu Agnes. Watawasha mishumaa. Wanajumuiya karibu. Wakitoka wanajumuiya, niombe wajukuu kuweza kuwasha mishumaa tafadhali. Wajukuu, naomba tuje kuwasha mishumaa. Unajua ni mjukuu, naomba moja kwa moja tuje tuwashe mishumaa. Wajukuu, naomba tuje tuwashe mishumaa tafadhali. Wajukuu, tafadhali naomba tuje tuwashe mishumaa. Wajukuu, vitukuu, naomba tuje tuwashe mishumaa. Mzunguke kwa upande wa juu au hivi? Naomba tuzunguke upande huu wa kulia, tusogee kwa kule juu. Kaka, utaonekana kwenye picha kako kule. Wajukuu, naomba tujipange vizuri tuweze kupata picha pamoja na tuweze kuwasha mishumaa. Kaka, sogea dada. Kaka, uonekane kujisogea pale kwenye kona. Haya, mniangalie. Asanteni. Pole nyingi kama jumuiya ya Yesu Kristo Mchungaji Mwema Arusha Anakosali Redempta, ninawakilisha jumuiya hiyo na ninawakilisha chama chetu cha majirani pia Arusha. Tunatoa pole nyingi, lakini tuendelee kumtumainia Mungu. Tuna utaratibu wetu wa jumuiya na pia wa majirani. Redempta anaporudi basi tutamuona. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Asante kwa salamu hizo. Basi nikaribishe mwenye salamu. Kwa niaba ya uongozi wa kanisa la pili, tunapenda kutoa pole nyingi. Dennis ni mwanakuwa mwenzetu, na salamu za rambirambi tutamuona utaratibu utakapokamilika. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi kama parokia, kama jumuiya ya Mtakatifu Teresia wa Nambala, tumekuja kumpa pole ndugu yetu
Romana Kweka kama mwanajumuiya wetu. Tunawapa pole sana familia yote kwa msiba huu, na jumuiya yote imewapa pole pamoja na majirani wote, na utaratibu wetu kama jumuiya na majirani tutawakilisha nyumbani kwake pindi atakaporudi. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tukiwa kama waumini wenzake na Mama Consolata tunampa pole nyingi pamoja na familia kwa yote yaliyotokea. Mungu atie nguvu, na salamu zetu za rambirambi tutaziwakilisha atakaporejea. Bwana Yesu asifiwe. Sifu Yesu Kristo. Natoa pole kwa familia na pia tunatoa pole kwa mfanyakazi mwenzetu Renalda. Sisi tunafanya kazi na Renalda katika shule ya Obrey, na utaratibu wetu tumeupanga, atakaporudi tutamuona. Tumsifu Yesu Kristo. Nipende kuwashukuru kwa salamu hizo. Asante. Karibu kwa salamu za mwisho. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Tukiwa kama wanajumuiya wa Mtakatifu Blasi, tunatoa shukrani sana kwa watu wote waliotokea Arusha. Kwa kweli wamefanya kazi kubwa, ni kazi nzito mno. Tunawashukuru sana wote mliotokea Arusha, mmetusaidia kitu kikubwa sana. Mmechoka sana, hatuwezi kuwaambia pole. Mungu ndiye atakayejua mlilolifanya na ndiye atakayewarudisha pale mlikotoka kwa baraka tele tele tele. Nilikuwa ninaomba wanajumuiya wa Mtakatifu Blasi, tutakuwa tunasali kuanzia siku ya kesho asubuhi mpaka siku ya Ijumaa. Tusisahau wanajumuiya kuwepo hapa mpaka siku ya Ijumaa. Tumsifuni Yesu Kristo. Asante kwa salamu hizo.